Of course tukiwa mtaani kabla hatujaanza chuo, wanafunzi wengi huwa wana notion kwamba wanaamini kwamba chuo ni bata, lakini ni jambo ambalo sio la kweli. Chuo hakuna bata, yaani ni namna wewe mwenyewe unavyoamua kutengeneza maisha yako binafsi ndio unaweza ukasema sema bata baada ya kushindwa kumeneji muda, kwa sababu unatakiwa ugawanye majukumu yako. Nadhani hata PM hapo ametoka kuzungumzia kwamba ni namna gani unaweza ukameneji vitu vyako, kwamba muda wa kanisani, muda wa kusoma, muda wa kufanya hiki, yaani kwamba kila kitu kiwe na wakati wake. Chuo sio bata kama wengi wanavyodhani. Nadhani wanafunzi wanatakiwa kujikita katika kile kilichowaleta. Neno bata wengi huwa linawafanya mwisho wa siku wanafeli, wanapungua. Wanaona bata kutokana na uhuru ambao unakuwepo chuo, tofauti na ilivyokuwa awali, aidha sekondari au nikimaanisha O-level na A-level. Kunakuwa hamna uhuru ule ambao uhuru wanaupata sasa hivi chuo, kwamba chuo hamna naye kufuatilia kwamba leo umekuja, leo hujaja, umeingia darasani, hujaingia. Kwa hicho watu wanachukulia kama advantage, wanachukulia kama fursa ya kuona kwamba ni bata, lakini kiuhalisia hamna bata kabisa chuo. Chuo ni kupambana. Ukiamua kutokupambana ndipo unapoona watu kila siku wanafeli, wanafanya sapu hivyo. Na mnaweza mkaanza wengi wanamaliza wachache kwa kutumia kigezo cha chuo kwamba ni bata. Ni hivyo. Na kwa mwanafunzi ambaye amefika mwaka wa kwanza katika chuo cha maji akasoma akahitimu, anaweza akaajiriwa kama nani na kwenye sekta ipi, kwa faida ya watu ambao hawajui? Kama tulivyokwisha kuzungumza hapo awali kwamba chuo kina takriban kozi 25 na kozi 25 hizo zinatoa wataalamu tofauti tofauti. Tukija kwenye idara ya maji ina wigo mpana. Kwenye idara ya maji ina wataalamu wengi. Hatupo specific kwamba ukisomea maji unakuwa mtu fulani tu, yani kwa sababu yani ukizungumzia neno maji kwenye kitaaluma imegawanyika parefu sana. Kwa mfano mimi nasoma Community Development for Water Supply and Sanitation, CDO anayehusika na maji, lakini kuna watu ambao wengine ni maengineer. Kwa mfano mimi sio engineer, ni social engineer. Kwa kuna wataalamu tofauti tofauti wanaozalishwa chuo cha maji. Kwa wanaweza kuajiliwa katika nyanja tofauti tofauti. Anaweza kuwa manager, anaweza kuwa engineer, anaweza kuwa design, kwa mradi, anaweza kuwa operator, yani hamna specifically kwamba lazima awe mtu fulani. Hivyo naweza nikasema. Kweli ambao hawaujui wengi kuhusu chuo cha maji, watu wengi wanaamini chuo cha maji kinatoa kozi moja. Yaani hata mimi wakati napokea mwaka wa kwanza na wazazi ni walikuwa wakifika hapo wanachanganyikiwa. Yaani wakishasikia neno maji wanaamini tu kwamba mnasoma kuhusu maji tu, inawezekana labda ni kusambaza tu maji, lakini ni tofauti. Chuo cha maji kinatoa kozi tofauti tofauti, ndio maana tukasema tuna kozi takriban 25 tukianzia kwa diploma, degree mpaka masters. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza kuambia wanaotusikia hapa, ndugu waandishi wa habari, ni kwamba tunatoa kozi nyingi ambazo ni takriban 25 na ambazo zimegawanyika katika ngazi tofauti tofauti. Hicho ndio kitu pekee ambacho naweza kuambia watu ambao wanatusikiliza hapa chuo cha maji. Maji tunafahamu ni uhai. Bila maji mambo hayaendi. Hakuna chochote ambacho tukifanya. Tukitaka kujenga kitu, kwa mfano jumba, tunataka kujenga nini kule, vyote vile ambavyo tunataka kuweka vilainishi, kwa mfano kwenye mambo ya ujenzi, zege na nini, tunahitaji maji. Mashine zinahitaji maji. Binadamu hasa wanahitaji maji. Kwa hata jinsi ambavyo unajiona umependeza hapo kwa sababu ya maji, umefua, umefanya nini, umekunywa, ndio maana leo tunakuona uko na afya njema. Kwa niseme tu kitu kimoja, kuwepo kwa chuo kama hiki ni kuhakikisha kabisa kwamba jamii yote kwa ujumla inakuwa salama.
kwenye swala hasa la maji, ukizingatia maji ni uhai wa mwanadamu. Maji yanapopunguka kwenye namna yoyote ile, au maji tunapopata changamoto, hitilafu zozote zile za kwenye maji, ndio maana tunakuwepo. Kwa mfano kama hapa tuna watu wanaitwa water quality, hawa wanazingatia usafi wa maji, kwa maji haya ili amfikie mwanadamu ayatumie, natakiwa maji yawe na kiwango ambacho kinakubalika kunyweka kwa hayo maji. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kwamba wanaangalia hasa usalama wa watu juu ya utumiaji wa maji kwa ujumla. Kwa upande, ushauri wangu kwa mabinti, kwanza wamtangulize Mungu. Mtangulizeni Mungu kwenye kila jambo, kwa sababu mambo mengine unakuta tunayafanya si kwa akili zetu. Kwa hiyo tumtangulize Mungu. Jambo la pili ni kuwa wewe. Kuwa wewe na ujue kwamba kila jambo lina wakati wake. Ukiniona mimi leo nimevaa suti, usitaki na wewe kuvaa suti. Jua kwamba wakati wako wa kuvaa suti bado haujafika. Wakati wako ukifika, na wewe utavaa suti. Kwa hiyo unatakiwa uwe wewe, uishi maisha yako. Na pia wakumbuke wazazi wako. Ukiwa unataka kufanya hebu jambo baya, kumbuka juhudi wazazi wako wanazoziweka juu yako, imani wazazi wako walionayo juu yako. Mimi naamini ukirudi nyuma hautofanya hayo ambayo unataka kuyafanya. Kwa hiyo, na jambo jingine, tusiwe na tamaa. Tusiwe na tamaa, ridhika na hali ya nyumbani kwenu. Na kitu kingine, fanya kazi kwa bidii, soma kwa bidii, kuwa mbunifu. Usidhani kwamba maisha ni marahisi kiasi hicho. Mpaka mtu leo au mimi nimekaa hapa nimevaa suti, sio kitu kirahisi. Nilipambana, nilitumia fursa ambazo ziko mbele yangu. Kila kinachokuja mbele yako kichukulie positive na kiwe kama fursa kwako. Changamoto kubwa ni kwamba watu hawataki kufanya kazi. Watu wanataka vitu mtelemko. Sasa hakuna kitu kinachokuja kwa urahisi, lazima yani huwa kinaambatana na gharama zake. Lakini kitu ambacho wewe umekifanyia kazi, Mungu pia anaona juhudi zako. Kwa hiyo jambo kubwa kuwa wewe, angalia pia na cycle ya watu wako. Angalia watu unaozunguka nao. Jua kwanza ndoto zako ni zipi, wewe una malengo yapi, wewe unataka kuwa nani, alafu then tafuta watu ambao wanaweza kukusogeza kwenye ndoto zako. Wewe unatamani kuwa mhandisi, lakini unaambatana na dancers. Haimaanishi kwamba dancers ni kitu kibaya, lakini sio ndoto zako, sio malengo yako. Always surround yourself na watu wale ambao unaona wanaweza wakanipush kutoka hapa nilipo kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo kitu cha msingi sana, kuwa wewe, epuka tamaa, kuwa mvumilivu, ishi maisha yako, fanya kazi kwa bidii, soma kwa bidii. Soma kwa bidii, jua kilichokuleta hapa ni shule. Haya mengine tunayakuta tu. Mambo hata ya uongozi tunayakuta tu. Mimi huwa nachukulia mfano, kwa mfano kila nikitaka kurudi nyuma huwa naangalia hata mti, unaangalia lile tawi kubwa. Tawi kubwa mimi lililoniweka hapa, lililonileta hapa ni elimu. Kuna watu isingekuwa elimu huenda hata Dar es Salaam hii wasingeijua. Kuhusiana na issue ya mahusiano, mimi nitarudi tu pale pale. Wewe unataka nini? Unatakiwa kwanza ujijue mimi nataka nini. Na ukishajua unataka nini, utajua vitu gani ambavyo vitakusogeza kulifikia lengo lako na vitu gani vitakutoa kwenye lile lengo lako. Unaweza ukaja na mindset ya mahusiano, lakini ukaona kabisa haya mahusiano mimi yanaponipeleka sio. Sioni kama kutakuwa na umuhimu wa kuwa na hayo mahusiano. Lakini kama ni mahusiano ambayo unaona yanakusupport, yanasupport ndoto zako na yanashikilia malengo yako, hakuna ubaya. Mimi sioni ubaya wa kuwa na mahusiano chuo. Lengo ni kwamba hayo mahusiano ulionayo yanakusukuma na yanakusupport kuzifikia ndoto zako, au ndo njia ya kukutoa kwenye mstari ambao unataka kuelekea. Kwa hiyo kwenye issue ya mahusiano ni sehemu ya
kuwa makini sana na kumshirikisha pia Mwenyezi Mungu juu ya watu ambao tunakutana nao, kwa sababu si kila mtu anakuja kwako akiwa na lengo zuri. Kuna mtu mwingine anakuona wewe huyu ana kitu fulani, ngoja anakuja kwako kwa lengo fulani, haji kwako kweli kuonyesha upendo, anakuja kwa ajili ya kitu fulani. Kwa hiyo tuwe makini. Kama unaona mahusiano yanakutoa kwenye mstari, sioni umuhimu wa hayo mahusiano. Utafika tu wakati sahihi wa wewe kuwa na mahusiano na mtu sahihi. Asante.